wasiwasi ambao mimi ninayo kwenye hiyo timu, kwa sababu hiyo timu mimi nadhani unajua mimi nimeichezea msimu mmoja, lakini kipindi kile na sasa hivi ni vitu vile tofauti. Football inaenda inabadilika. Umeona? Sasa ambacho naweza nikaongea kwa sasa hivi, Simba tatizo halipo upande wa makocha. Simba sasa hivi tatizo kubwa liko upande wa uongozi. Uongozi wa Simba naweza nikasema uko organize. Mambo ya kiuni ni mengi sana, naweza labda nikatumia hiyo lugha. Mambo ya kiuni ni mengi sana. Viongozi hawako straight. Alafu pale kwenye timu kama mnakuwa na pande mbili ambazo zinapingana, mafanikio ya football haiwezi kuwepo. Simba ni timu kubwa, lakini wanavyoiendesha hawaiendeshi kama timu kubwa. Yaani wanaendesha kama timu za mitaani. Zile za katibu, sijui mwenyekiti, sijui nani. Huo mpira wa hivyo ushaisha. Unaona? Wewe angalia hata kikao chao cha juzi sijana. Ni kikao cha kio nafanya. Ni mtu mmoja mimi nilikuwa namheshimu sana, lakini mambo aliyofanya inaonekana ni muuni. Kwa hiyo mimi naweza nikasema kumfukuza mwalimu wamemuonea. Lakini Mwalimu Rajabu, wewe ni mwalimu wa mpira, kwa kuangalia kile ambacho alikuwa anakionyesha Dimitar Pantev, kwa mfano tunasema team selection kwenye mechi, kwa mfano anatumia force number 9 katika mechi ambayo inaonekana huo mfumo labda ulimwangusha. Huoni kwamba hata Dimitar Pantev kama alijitafutia ili dhahama ambalo limemkuta? Kila mwalimu anapoenda kwenye timu anaenda kutumia wachezaji ambao, quality ya wachezaji ambao amewakuta. Na hata kama akienda manake atatumia mfumo ambao yeye anakuja nao ambao utaendana na wale wachezaji aliowakuta. Simba shida, nakupa mfano kwanza wa nyuma kule. Man City kachukua ligi kuu ya England miaka 4 hana striker. Mimi kama mtu wako anasema Simba alifungwa kwa sababu ya kukosa kuwa na real striker, mimi namuona yule sio mtu wa mpira, japokuwa maamuzi ya kila mtu mimi naiheshimu. Na kuwekea mfano wa Man City, japokuwa quality ya wachezaji wa Man City na wachezaji wa Simba ni vitu viwili tofauti, lakini Man City alichukua kombe mara 4 England bila kuwa na striker. Narudi nyuma, mechi ya Simba ambao watu wanalalamika mastreka walikuwa nje, Simba wametengeneza nafasi ngapi? Build up ya timu unaiona, transition ya timu unaiona, finishing ndo mbovu, watu wanashindwa kufunga. Wametengeneza nafasi 5 mechi ya kwanza. Kwa midfield yao, wing offensive manini, wametengeneza hizo nafasi 5 za wazi, wameshindwa. Ukitaka nitakutajia na wale wachezaji waliokosa nafasi hizo. Mechi uliona, mechi ya pili ya juzi ambao wanafungwa 2, umeona nafasi walizotengeneza. Trek alikuwepo, wametengeneza nafasi ngapi? Nafasi 8. Really nafasi ambao wamezipata nani kazitumia? Sasa unamfukuzaje kocha? Timu ina build up nzuri, transition nzuri, finishing wachezaji wanashindwa. Na yenyewe ile unaenda kumbebesha kocha mzito. Kocha afanye nini? Mimi kwangu sioni kosa la kocha kwa kweli. Mimi kwangu kama mimi silioni. Kwa sababu kama ni timu kucheza, timu inacheza. Bwana Boniface. Naam. Kama timu kucheza, nadhani umenielewa. Sasa kama timu kucheza, timu inacheza. Kwa sababu timu mechi ya kwanza imetengeneza nafasi 5 za wazi. Na wachezaji waliokosa magoli umewaona. Sasa Rajabu, sasa mwalimu wa mpira hapo kwenye upande wa timu sasa imebaki chini ya Suleiman Matola katika kipindi hiki ambacho Simba ina jukumu katika mechi za ligi kuu, lakini pia bado itatakiwa kwenda katika mashindano ya kimataifa. Wana mechi ngumu dhidi ya Esperance de Tunis. Kuna namna ukimwangalia Suleiman Matola unahisi anaweza akaifikisha Simba kwenye kipindi kizuri zaidi? Najua mpira, bahati nzuri Matola amecheza mpira. Kwa maana Matola timu hiyo anaifahamu sana kuliko hata mimi, kwa sababu mimi nimesimama pale mwaka mmoja, yeye ameendelea miaka yote yuko pale amecheza, na mpaka sasa ni mwalimu pale na anaendelea kuwa kwenye timu. Kwa hiyo anaifahamu timu zaidi kuliko mimi. Ninachotaka kusema, sisi hatuna imani na hao makocha wetu ambao wapo ambao ni wazawa. Lakini ukiangalia Matola, asilimia kubwa ya watu wanakuambia Matola ndio kikwazo, ndio maana timu haifanyi vizuri na nini. Mimi siamini kitu kama hicho. Lakini mchango pia wa Matola lazima tuuheshimu ndani ya timu ya Simba. Mchango wake Matola, mimi nina imani
kama tatizo lilikuwa kocha, labda wachezaji wengine, baadhi ya wachezaji alikuwa wapangi, wakena Soa kama hivyo watu wanalalamika, wakena Mkwala. Nadhani Matola atarudi kwenye mfumo huo ambao walianza nao wakati ule kocha yule mkuu mwingine alikuwa hajaondoka. Nadhani Matola atarudi kwenye mfumo huo. Nadhani watafanya vizuri. Mimi bado nina imani Simba wanaweza kufanya vizuri kwa sababu uwezo wa wachezaji wanao uwezo wa kufanya kitu.